Jambo la ziada kwa wale wote wanaogombea viti maalum, iwe udiwani, iwe ubunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, iwe uwakilishi, baraza la wawakilishi. Kigezo ambacho kimojawapo kabla ya kufikia huko juu kwenye viti maalum ni kwamba kama unakusudia kuomba nafasi ya udiwani viti maalum, lazima uanze kugombea kata. Tafsiri yake ni nini? Utapaswa ugombee nafasi zote mbili, udiwani wa kata na udiwani wa viti maalum. Kama unagombea jimbo, viti maalum, manake lazima ugombee na jimbo. Tafsiri yake ni nini? Utalazimika kugombea nafasi zote mbili, manake utagombea jimbo na utagombea viti maalum. Kwa tafsiri nyingine, ili chama hiki kikufikirie kukuteua kwenye udiwani wa viti maalum au ubunge wa viti maalum, pamoja na sifa na vigezo vingine tutakavyovitangaza, lazima uwe umetoka kwenye kapu la kugombea udiwani ama ubunge. Nafikiri waandishi habari tumeelewana. Ili chama kikufikirie, Chauma kikufikirie, ufuzu kuingia orodha ya wanaokusudia kuteuliwa kuwa diwani wa viti maalum au mbunge wa kiti maalum au mwakilishi wa kiti maalum, lazima uwe umetokana kwenye kapu la walioomba na kugombea udiwani. Tafsiri yake ni kwamba ukiupata ubunge wa jimbo, manake ndio umeshaupata. Manake kwenye ubunge wa viti maalum hautokuwepo tena. Ukiupata udiwani wa kata, manake ni kwamba udiwani wa viti maalum basi wewe umeshausamehe. Lakini ukiukosa udiwani uliogombea kwenye kata, ndio sifa kuu ya wewe kuingia kwenye orodha ya wanaoomba kuteuliwa na chama kuwa madiwani wa viti maalum. Ukiukosa ubunge uliogombea, ndio kigezo kikuu cha wewe kuingia kwenye orodha ya wanaoomba kuteuliwa na chama kuwa wabunge wa viti maalum. Kwa hiyo wewe kama hujagombea kata, kama hujagombea jimbo, halafu ukasema mimi nasubiri viti maalum, manake umeshapoteza sifa ya kwanza ya msingi kabisa. Manake hutokuwemo kwenye orodha ya chama kitakachowajadili kwa ajili ya kuwateua. Sasa vigezo vingine vya mambo ya viti maalum tunaendelea nayo.